shambulizi la Urusi. Na rais wa Senegal asema amefanya kila wizalo kuzirejesha Mali, Burkina Faso na Niger ECOWAS bila mafanikio. Habari kamili. Beirut. Maafisa wakuu wa Lebanon wamesema mazungumzo ya leo Jumamosi na naibu mjumbe maalum wa Marekani kwa Mashariki ya Kati Morgan Ortagus yalikuwa ya tija na yaliyoangazia kusini mwa Lebanon, huku kukiwa na mapatano dhaifu kati ya Israel na kundi la Hezbollah. Taarifa kutoka ofisi ya rais imesema kuwa rais wa nchi hiyo Joseph Aoun na Ortagus walijadili kuhusu eneo la kusini mwa Lebanon, kazi ya kamati ya kimataifa ya ufuatiliaji mizozo na kujiondoa kwa Israel kutoka eneo la Lebanon. Katika taarifa, ofisi ya waziri mkuu Nawaf Salam pia imesema mazungumzo na mjumbe huyo yalikuwa chanya. Ziara ya pili ya Ortagus nchini Lebanon baada ya kuteuliwa kwake na rais wa Marekani Donald Trump inakuja katika wakati ambapo Israel inaendelea kufanya mashambulizi nchini Lebanon licha ya kusitishwa kwa mapigano na Hezbollah mnamo Novemba 27 na vikosi vyake vikisalia katika maeneo kadhaa kusini mwa nchi hiyo. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo ameukosoa vikali ubalozi wa Marekani nchini Ukraine kwa kile alichokiita kauli dhaifu ambayo haikuilaumu Urusi kwa shambulizi la kombora lililowaua watu 18. Katika chapisho kwenye mtandao wa kijamii, Zelensky amesema hatua ya ubalozi huo wa Marekani ni ya kushangaza sana na kuongeza kuwa inaogopa hata kulitaja jina Urusi inapozungumzia kuhusu kombora hilo lililowaua watoto. Hapo jana, balozi wa Marekani nchini Ukraine aliandika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii ambapo hakukuwa na idadi kamili ya waliouawa na kusema, nimeshtushwa kwamba leo usiku kombora limerushwa karibu na uwanja wa michezo na mgahawa huko Kryvyi. Zaidi ya watu 50 wamejeruhiwa na 16 kuuawa, ikiwa ni pamoja na watoto 6. Hii ndio sababu vita lazima visitishwe. Maoni mengi chini ya chapisho hilo yalimkosoa Brink kwa kututaja kwamba Urusi ilifanya shambulizi hilo. Berlin. Chama cha mbadala kwa Ujerumani AfD kinachuana vikali na muungano wa vyama ndugu vya Christian Democratic Union CDU na Christian Social Union CSU katika utafiti wa maoni ya kitaifa uliochapishwa leo Jumamosi. Takriban wiki 6 baada ya uchaguzi mkuu, vyama vyote vya CDU, CSU na AfD vilipata kura asilimia 24 katika utafiti uliofanywa na taasisi ya utafiti wa maoni ya INSA kwa niaba ya gazeti la Bild. Hili ni ongezeko la asilimia 1 kwa AfD ikilinganishwa na kura maoni ya mwisho kama hiyo, na ni matokeo bora zaidi kwa chama hicho kinachoelemea siasa za mrengo mkali wa kulia. Kinyume chake, muungano wa CDU-CSU umepoteza asilimia 2 za kura. Muungano wa CDU-CSU ulishinda uchaguzi wa bunge uliofanyika Februari tarehe 23 kwa asilimia 28.5, lakini hivi karibuni umepoteza uungwaji mkono miongoni mwa wapiga kura. AfD ilishika nafasi ya pili kwenye uchaguzi huo kwa kupata asilimia 20.8. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Dakar. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amesema jana kwamba amefanya kila awezalo kuzirejesha Mali, Burkina Faso na Niger zinazoongozwa na jeshi katika jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ya ECOWAS bila mafanikio. Katika mahojiano yaliyodumu kwa masaa 4, Faye aliviambia vyombo vya habari kwamba aliwaomba viongozi wa mataifa hayo kuja pamoja na kufanya mazungumzo ya kuimarisha jumuiya hiyo ya kikanda. Lakini rais huyo wa Senegal ameongeza kuwa kama ilivyo kwa mataifa mengine, nchi hizo nazo ni huru na zina uhuru wa kufanya maamuzi yao. Rais huyo ameongeza kuwa kile kinachohitajika ni kuheshimu maamuzi ya nchi hizo kwa kutambua kwamba amefanya kila kitu kuzirudisha tena kwenye jumuiya hiyo. Nchi hizo 3 za Sahel zilijiondoa katika jumuiya ya ECOWAS mwanzoni mwa mwaka huu, zikiushtumu umoja huo kwa kuegemea upande wa Ufaransa na kushindwa kuzisaidia katika vita dhidi ya makundi ya itikadi kali. Hatimaye Tunisia jana ilivunja kambi zinazohifadhi maelfu ya wahamiaji wasio na vibali kutoka kusini mwa jangwa la Sahara kufuatia kampeni dhidi yao kwenye mitandao ya kijamii. Haya ni kwa mujibu wa polisi nchini humo.
Msemaji wa kikosi cha ulinzi wa kitaifa Houssem Edi Debabli ameliambia shirika la habari la AFP kwamba takriban wahamiaji 20,000 walikuwa wamejenga mahema katika maeneo ya mashamba katika mikoa ya mashariki ya El Amra na Jebediana. Amesema lilikuwa jukumu lao kukabiliana na hali hiyo ya wahamiaji haramu. Waasi wa M23 wiki hii waliondoka katika mji wa kimkakati wa Walikale kuonesha nia njema ya kuwa tayari kufanya mazungumzo na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mazungumzo haya yamepangwa kufanyika wiki ijayo. Paul Nzioki anaeleza zaidi. Ripoti zinasema mazungumzo hayo ya ana kwa ana yanatarajiwa kufanyika Jumatano tarehe 9 mwezi huu wa Aprili jijini Doha. Haijafahamika ni akina nani watakaohusika kwenye mazungumzo hayo kutoka pande zote mbili, lakini duru zimeliambia shirika la Reuters kuwa wakilishi kutoka pande hizo mbili watashiriki. Aidha, ripoti za kidiplomasia zimesema baada ya wakilishi wa pande zote kutangulia Doha siku kadhaa zilizopita, wanarejea tena, lakini taarifa za kina kuhusu mazungumzo hayo hazijafahamika. Taarifa zaidi zinasema waasi wa M23 tayari wameshaweka wazi madai yao mbele ya msuluhishi. RFI pia imebaini kuwa wakilishi wa Rwanda pia wamealikwa kwenye mazungumzo hayo. Itakumbukwa kuwa rais wa DRC Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walikutana jijini Doha na kuleta matumaini ya kusuluhishwa kwa mzozo wa mashariki mwa DRC ambao unatishia usalama wa ukanda wa eneo la maziwa makuu. Tukisalia DRC, tume ya uchaguzi Seni imezindua mpango kazi wa mwaka 2025 hadi 2028, hii ikiwa ni mkakati wa kufanya maandalizi ya mapema kuelekea uchaguzi wa 2028. Hatua muhimu kwenye hati hiyo ambayo Seni inasema itahakikisha uchaguzi ujao utakuwa wa uwazi na shirikishi ni kusahihi sajili ya wapiga kura mwaka ujao wa mwaka 2027, kupewa mafunzo kwa maofisa wa tume hiyo na hamasisho kuhusu uchaguzi kwa ujumla. Wajumbe kutoka Umoja wa Afrika wanaozuru Juba nchini Sudan Kusini kujaribu kuzuia kutokea kwa machafuko katika nchi hiyo baada ya kukamatwa na kuzuiwa nyumbani kwa makamu wa kwanza wa rais Riek Machar, wanataka achiwe huru pamoja na wafungwa wengine wa kisiasa. Jason Segini anaeleza. Wasuluhishi hao wanakutana na wadau mbalimbali nchini Sudan Kusini, wakiwemo viongozi wa mashirika ya kiraia, viongozi wa dini na wanasiasa. Mashirika ya kiraia yametoa wito kwa wasuluhishi hao kuweka mazingira ya kukutana kwa Rais Salva Kiir na Machar ili wawe na mazungumzo ya ana kwa ana. Serikali inasema Machar alikamatwa kwa madai ya kupanga kuanzisha uasi baada ya waasi wa White Army wanaodaiwa kumuunga mkono kushambulia kambi ya jeshi katika jimbo la Upper Nile. Chama cha Machar SPLM-IO kinasema kukamatwa kwa kiongozi wake kunavunja mkataba wa amani wa mwaka 2018 uliosaidia kuunda serikali ya umoja wa kitaifa baada ya mapigano ya miaka 5. Wito huu wa wajumbe hao kutoka Umoja wa Afrika unakuja wakati rais wa Uganda Yoweri Museveni, ambaye ni mshirika wa Rais Kiir, akizuru Juba. Uganda imetuma vikosi vyake jijini Juba kuisaidia serikali ya Rais Kiir.